Sasa baada ya kile kisanga ambacho kilimkuta Mnyamwezi Chris Brown Chris Breezy siku kadhaa hivi zilizopita, mpaka kuweza kupelekwa mahakamani kuhusiana na ishu ya kuto kumkea mbwa wake, mpaka kuweza kusababisha kuweza kumpatia majeraha mfanyakazi wake ambaye alikuwa akifanya kazi katika nyumba ya mtu mzima Chris Brown. Ishu ambayo ilitokea kwa Chris Brown ndio ishu ambayo imetoka kwa moja kati ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Neo. Huyu ni moja kati ya mshikaji ambaye ameshafanya makubwa sana kwenye game la muziki hapa duniani, lakini pia alishaye kutupa bonge moja ya heshima kutoka kitaa hiki hapa cha Tanzania kwa kuweza kuhusika na moja kati ya collaboration na mtu mzima Simba Dangote, inaondoka kwa jina la Mario, ambayo pia ni moja kati ya ngoma ambayo mtu mzima Diamond Platnumz alipata kuweza kuipa heshima kwa kuweza kuipa hii ngoma nafasi ya kuweza kupoa katika albamu yake ya kwanza ambayo inakwenda kwa jina la A Boy From Tandale. Huyu ni moja kati ya mshikaji ambaye alishaye kuhusika pia na moja kati ya tracks ambazo zilienda viral ile kinoma noma. So Sick ya mwaka 2005 ni moja kati ya mshikaji ambaye alihusika nayo. Sex Love ya mwaka 2006, Because of You ya mwaka 2007, Closer ya mwaka 2008, lakini bila kusahau ngoma kama Mad ya mwaka 2008 na She Knows ambao aliweza kuimba na Juice J ya mwaka 2014. Sasa unaambiwa kwamba kuna huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Dominique Brigette ambaye anadai alipokuwa akifanya kazi ya deliver nyumbani kwa msanii huyo alishambuliwa na mbwa wa msanii huyo katika makazi yake yaliyopo eneo la Alpharetta, Georgia, karibu na jiji la Atlanta huko nchini Marekani. Mwanamke huyo anasema aliumwa na mbwa huyo na kupata majeraha yaliyosababisha maumivu ya mwili pamoja na msongo wa mawazo. Aidha, ameeleza kuwa tayari ametumia zaidi ya dola 9,000 za Kimarekani kwa ajili ya matibabu kutokana na tukio hilo, ambapo kwa sasa mwanamke huyo unaambiwa kwamba tayari ameshawasilisha kesi katika mahakama ya Fulton County tangu mwezi Juni mwaka huu, ambapo msanii Neo anatuhumiwa kwa uzembe wa kushindwa kuhakikisha usalama wa watu wanaofika nyumbani kwake kwa shughuli za kikazi kama vile wahudumu wa delivery. Na unaambiwa kwa upande wa Neo, hadi sasa mwakilishi wake hajatoa kauli yoyote hadharani kuhusu madai hayo, na msanii huyo mwenyewe hajazungumza kitu chochote kuhusiana na hichi kitu ambacho kinaendelea time hii. Nikukumbushe kuhusiana na issue nzima ile tukio la mtu mzima Chris Brown Chris Breezy. Hukumu ilipotoka, aliamriwa kuweza kulipa dola za Kimarekani milioni 13 kutokana na issue nzima ya tukio kama hili ambalo lilimtokea Mr. Neo leo hii. Pia Chris Brown lilimponza mpaka kuweza kuamriwa kulipa dola za Kimarekani milioni 13. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.